Watu wengi walikuwa wanamwonea huruma Wema Sepetu kuhusiana na hali ambayo anipitia, lakini kumbe tulikuwa hatujui kwamba laana nyingine alijitafutia yeye mwenyewe kutoka kwa mama yake mzazi. Tunafahamu mama yake mzazi alikuwa ni mtu fulani hivi mwenye huruma sana kwa Wema Sepetu. Hata yeye Wema Sepetu alikuwa akizungumza mara kadhaa kwamba mama yake anaumizwa sana na kuona Wema Sepetu alikuwa akipitia hali kama ile pale ya kusemwa sana, kusengenywa na vitu kama hivyo. Lakini vipi kama nikikwambia kwamba Wema ndiye sababu ya zile changamoto ambazo baadaye alikuwa anazipata, kwa maana ya kusemwa, sometimes pia mambo yake kutokunyooka na vitu kama hivyo. Yeye ndiye ambaye aliweza kujitafutia laana kutoka kwa mama yake, kwa mujibu wa kile ambacho mama yake na Wema Sepetu ameweza kukizungumza. Sasa na hii siri hapa ambapo mama yake na Wema Sepetu ameamua kuja kufunguka wazi baada ya kugundua kwamba kumbe Wema Sepetu alikuwa anawadanganya watu, na kibaya zaidi mama yake pia alikuwa ni mmoja watu ambao hayo maneno alikuwa anayasikia tu kwa watu na kuona tu katika mitandao nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Lakini cha ajabu zaidi ni kwamba kwa Wema Sepetu hakuna info yoyote ama taarifa yote ambayo alikuwa ameweza kumpa mama yake kuhusiana na ile hali ambayo alikuwa anapitia, kama vile ambavyo tulikuwa tunaona kwenye mitandao jinsi ambavyo ilikuwa ina trend. Sasa nini ambacho mama yake na Wema Sepetu ameweza kuongea kuhusiana na mwanae Wema Sepetu, na nini ambacho Wema aliweza kuzingua kutoka kwa mama yake mpaka ikafikia hatua mama yake ka give up, yani akakata tamaa kabisa kumfightia Wema Sepetu na kumwacha endelee na harakati zake nyingine. Niko hapa kwa ajili ya kukupa hiyo update juu ya kile ambacho ameweza kukizungumza mama yake na Wema Sepetu. Sasa tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video kupata kufahamu kwa wote juu ya kile ambacho huyu mama ameweza kukizungumza. Lakini mimi mzidi, naomba nikukumbushe kuonyesha upendo wa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo itakuwa yanakuja hapa, kwa hiyo utakuwa unayapata hapa kupitia channel yetu. Kwa hiyo usisahau kutumia sekunde moja tu hapo chini ya hii video, kuna neno limeandikwa subscribe, fanya tu kulibonyeza. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakuwa umeweza kukitazama katika hii video. Lakini pia mara kwa mara tembelea hapa YouTube kwenye channel yetu. Ukija hapa YouTube pata juu search Bongo Vibe, and then utakuja kuona kama kuna video mpya ambayo mimi nitakuwa nimekuletea hapa kuhusiana na chochote ambacho kitakuwa kina trend na utakuwa unastahili wewe kuweza kukipata. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe, channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote kuhusiana na trending issues ambazo bila shaka wewe una deserve kuzipata, basi mapema zaidi nakuwa nakuletea na unakuwa kwanza kabisa kuweza kuipata na kujua nini hasa ambacho kinaendelea huko upande wa pili. Sasa tunafahamu vizuri kabisa kwamba wengi, kwa asilimia kubwa watu wengi tulikuwa tunafahamu kwamba Wema hana noma na mama yake. Yani hatukuwa tunajua kwamba kuna sintofahamu ama kuna misunderstanding kati ya Wema Sepetu pamoja na mama yake. Ingawaje always mama ni mama, na tuliweza kuona hakuwahi kuonyesha hata kidogo kwamba yeye ana utofauti na mwanae, lakini kumbe mama yake na Wema Sepetu kuna namna ambavyo alikuwa anatofautiana na mwanae. Yani kiufupi, kuna baadhi ya vitu ambavyo Wema Sepetu alikuwa hamshirikishi kabisa mama yake, na ukizingatia ni moja watu wake wa karibu sana ambao hata kipindi ambacho alikuwa anapitia changamoto za kusemwa na watu, Wema alikuwa anakuja kufunguka na kusema kwamba anayeumia zaidi ni mama yake mzazi. So watu walikuwa wanaamini kwamba kumbe ukaribu wa Wema Sepetu na mama yake ama Wema kwa mama yake anamchukulia kama vile ni mfariji ambaye wakati ambao wanapitia shida basi mama ndo anakuwa anamcomfort, yani anakuwa anampa faraja na vitu kama hivyo. Lakini kumbe mambo yalikuwa tofauti kabisa, licha ya kwa huenda alikuwa anamaanisha ya kweli kwamba mamake alikuwa anaumia, lakini Wema bwana huwa amtendei haki na hakumtendea haki mamake kabisa. Mamake na Wema Sepetu amekuja kufunguka na kuzungumzia swala la Wema Sepetu kuhusiana na yeye kuwa na ujauzito, alafu na hili sakata ambalo limeanza kuja kutokea la Wema kuonekana kwamba hana ujauzito na alikuwa anazingua. Kwanza kabisa ameweza kuweka wazi ya kwamba mara ya kwanza aliweza kuziona tetesi zina trend mtandaoni, mengi anazungumza mtandaoni kuhusiana na Wema Sepetu. Akawa anaona picha Wema Sepetu ameweza kuziposti kupitia ukurasa wa Snapchat, lakini alivyojaribu kumpigia simu na kumuuliza, Wema Sepetu hakutaka kumweka wazi mama yake. Yani alionekana kuwa na kiburi. Hii ni kwa mujibu wa mamake na Wema Sepetu. Baada ya hapo mamake na Wema Sepetu anasema kwamba alijitahidi sana kuhakikisha kwamba anamhoji kwa sababu anaamini ni mwanae, so angemweka wazi, ijapokuwa mara kadhaa alipokuwa akijibiwa vibaya aliamini pengine Wema Sepetu alikuwa anapitia hali ya kutokujisikia vizuri kutokana na kusema sana na watu. Kwa hiyo wakawa anapotezea na kuchukulia like, okay, mwanangu kuja kwanza nimwache atulie kwa sababu anapitia hali ya kusema sana, so anajisikia vibaya. Lakini kadri alivyokuwa anazidi kumuuliza, Wema Sepetu alikuwa ni mtu fulani hivi ambaye alikuwa aggressive, kwa maana ya mkali sana kwa mama yake, na hakutaka kabisa kumwambia ukweli juu ya kile ambacho mama yake alikuwa anakiona kwenye mitandao ya kijamii. Finally mama yake anasema aliamua tu ku give up na kuweza
kumove on, kuendelea na business zake, kitu ambacho of course moyoni mwake kilibaki kama kinyongo na kujiuliza, inakuwaje mwanangu anakuwa na good news kama hii hapa hivi, surprise kama hii hapa hivi, alafu kwa upande wangu mimi ananinyima, haniambii, alafu anafoka kabisa kwamba mimi kama vile ni mtu baki. Mamake anasema kwamba ilimuuma sana, lakini ilibidi tu apotezee kwa sababu aliona kila mmoja na maamuzi yake, na Wema ashakuwa mtu mkubwa, pengine kuna sababu ambazo zinamfanya aweze kumficha kile ambacho alikuwa anamuuliza. Lakini baadaye sasa kilichokuja kutokea ndio kama hivi, siri zimekuja kukaa wazi kwamba Sepetu sio mjamzito tena. I don't know mimba imetoka au imeharibika au hakuwa nayo. Yote kwa yote mamake anasema kwamba yeye haelewi, ila alichokuja kuona tu ni baada ya kuona kwamba Wema sasa anaonekana ni yuko kwa kawaida kabisa, hata zile dalili hazipo tena. Vile michezo yake ya kuweza kutafuta korosho, kuaminishia watu kwamba ujauzito wake unataka yeye aweze kuwa anakula korosho, ukawa umepotea. So mamake na Wema anasema kwamba yote kwa yote yeye hawezi kusema kwamba alimpa laana kwenye hicho kitu, lakini anaamini kwamba siku zote bwana Mungu ndiye huaga anajibu. Yeye alinungunika, alikasirika, lakini baadaye majibu yamekuja kutokea. Anasubiri kama Wema atakuja kuomba msamaha au vipi, lakini hawezi kumpigia simu kwa sababu Wema ana akili timamu. Kwa hiyo kama akiona kwamba alitenda kosa, atamfuata na kuja kumomba msamaha mama yake, lakini kama akiona kwamba alikuwa sahihi, basi sio mbaya. Mama yake anasema kwamba yote namwachia Mungu na Wema afanye kile ambacho anajisikia na anahisi kwamba ni sahihi. Sasa comment yako ni ipi kwa kauli ya mama mzazi kama hii hapa hivi kwa mtoto wake ambaye tunaamini kabisa kwamba pengine Wema alitakiwa aweze kuhakikisha kwamba anamkea sana mamake na anamfanya mamake anakuwa mtu wa karibu sana. Je, Wema alifanya kitu cha maana? Na unadhani hiki ambacho kimeweza kutokea kwa Wema Sepetu kinaweza kuwa ni sababu ya hiki ambacho aliwahi kumfanyia mama yake, au inaweza kuwa ni mipango tu ya Mwenyezi Mungu? Tuambie kwenye comment section, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates.